Unajivunia kiasi gani kuwa hapo ulipo? Mimi namshukuru Mungu kwamba ameniwezesha kufika mahali hapa na bado naendelea kutumika na nitaendelea kutumika mpaka hapo labda Mungu atakaposema sasa nguvu zimefika kiwango usaafu, lakini kama bado nina uwezo wa kufanya hivyo lazima nifanye kazi hiyo kwa uwezo wote ambao Mungu atakuwa amenijalia. Hongera sana mwalimu. Nikupongeze pia kwa kuwafanya watoto wako wapende muziki kwa sababu bila mchango wako pengine wasingefika hapo ulipo. Kwa sababu sio kila mwalimu ana watoto ambao wamefuata nyendo zake. Kwa sababu nilikuwa naulizia hapa historia ya John Mgando, nafikiri hata wewe utatuambia baadaye kwamba alikuwa na watoto 3 na hakuna hata miongoni mwao anayejua tado. Sasa nikawa nashangaa kweli inawezekanaje wakati sisi ndo tunategemea kwamba John Mgando pengine angeacha kitu fani kwa watoto, lakini yote ni mapenzi ya Mungu na ni mpango wa Mungu. Kipaji kila kiko kwao, yani akiwavutia ni kweli. Ni kweli. Mtu akawa na wewe baba ni mchezaji mzuri sana wa mpira, lakini mtoto akawa ni hawana interest kabisa. Hongera sana mwalimu. Nashukuru sana. Mgando alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwa sababu umetuambia kwamba ni mtu ambaye pia alikuwa sababu ya wewe kujua muziki kwa kiasi fulani. Ni kweli, namshukuru sana aliko Mungu amrehemu. Ndio. Alitoa mchango mkubwa sana kwangu kwa sababu alipokuwa akija kusali pale parokiani kwetu Mwenge wakati ule kabla sijamia parokia Sinza, alikuwa akitusikiliza tunaoimba. Siku moja akaniita akasema wewe njoo. Nikamwendea nikamsalimia, tulikuwa tumemwomba aje kuchezea kinanda, ilikuwa ni siku ya Pasaka au Christmas, siku moja hapo ambayo sikumbuki vizuri. Basi ilikuwa ni Pasaka lino na nilikuwa naimba mbiu. Basi akaniita usiku nilimba mbiu na kesho yake asubuhi nikawa naimba maimbilizi ya wimbo wa katikati. Hapo ulikuwa umeshamfahamu au bado? Yeye. Niliona alikuwa analetwa kama walimu wengine wanakuja pale, mwalimu wetu Barnabas Biabato anapokuwa ipo labda dharura, basi wanaenda na momba kutoka kule anakuja pale, namuona kama walimu wengine. Sijavani fahamu historia yake ya kimuziki. Basi aliponiita akasema wewe naona kama kuna kitu ndani yako na unatakiwa kujifunza muziki zaidi. Akasema nimeona una kipaji. Nikasema kama ni kweli basi, akasema basi kusanya na wengine hapa Mwenge umkamilishe tengeze darasa. Basi tukaitana kama 12 walikuwa darasa kidogo inatosha. Basi naye akavutiwa kana kutufundisha pale. Yaani tukaona kwamba huyu kumbe ndo tukaja kugundua huyu ni mwanamuziki, sio kama mwalimu tunaoitwa kama ni mwalimu ambaye amenimbobevu, amesomea muziki, anakuja kutufundisha sasa rasmi. Hapo ndo kaanza kumjua kwamba nikaanza kumjua sasa, nikaanza kufuatilia baadaye tukaanza na zile nyimbo zikaanza kutoka zile moja za kwake. Basi nikaanza kumfahamia kutoka hapo mpaka ilipofika mpaka kipindi anaaga dunia. Tulikuwa bado tuna mtu ambaye tumeshirikiana naye kwa karibu sana, ametupa msaada mkubwa. Mimi wakati nikiwa katibu wa kamati ya muziki, tulikuwa tukienda kwake kutafuta baadhi ya muziki ambayo tuweze kupata, yeye anayo. Na ikatusaidia na sisi kusambaza hizo nyimbo zake nyingi zikaenea karibu Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Ndio. Hongereni sana mwalimu. Asante. Hongereni sana. Hongereni kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji kwa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na tuseme Tanzania nzima kwa ujumla na ulimwenguni kote. Kwa sababu hizo nyimbo ambazo watu wanazitunga, ambazo mnazitunga, mnaziimba, zinaimbika maeneo mengi. Juzi kati hapa tumeona kuna wimbo fulani vya Bernard Mukasa unaimbwa mpaka huko wapi sijui Marekani, kuna wazungu na wazungu nimeona wanaimba sijui mimina neema zako mimina. Muone uinjilishaji wetu wa hapo Mukasa anakuwa ameinjilisha kwa sababu hata wale wa Marekani wanaanza kuangalia wimbo umekaje, watatafuta tafsiri maana yake ni nini, watajua kama wanamuomba Mungu amimine neema kwa watu. Basi anakuwa amefanya uinjilishaji wa kutosha. Hongera sana mwalimu.